Maneno ya Allah tabaraka wa taala yanasema wayastambiunaka. Liko kundi la makafiri linakutaka habari wewe Muhammad, linakuuliza wewe Muhammad, linakutaka usahihi wewe Muhammad kuhusiana na kiyama. Kutokana na kauli za suala la kiyama, kila siku huambiwa kiyama kinakuja, kiyama kinakuja, kiyama kimefika. Sasa makafiri wanatumia nafasi hiyo kukufanyia kejeli na istihizai, pamoja na kuwarudisha nyuma waumini waone kwamba wanaloliuliza makafiri linaweza likawa lina mashiko. Ndio Allah anaeleza wayastambiunaka, wanakutaka habari, wanakutaka maelezo, wanakutaka uambie kuhusiana na suala la kiyama. Ahaqun hu, hichi kiyama ni kweli au ni maneno ya kuwatisha watu tu wasile vizuri, wasivae vizuri kwa kuwaogopesha kwamba kuna kiyama? Ahaqun hu, kiyama ni suala la kweli? Hili suala wanauliza hivi, wao hawakuwa wanauliza katika maana ya kupata usahihi na ukweli kuhusiana kiyama, bali wao walikuwa wanauliza suala hili katika ile kawaida yao ya istihizai na kejeli, kama kwamba hili suala lingelikuwa la kweli, mboli tumelidai muda mrefu halijatokea. Na wametumia fi'lu mudhari kuonyesha suala lao hili makafiri ni suala endelevu, na ndiyo maana mpaka leo na hata kesho bado watatokea watu waliokuwa na wasiwasi juu ya ujio wa kiyama. Allah tabaraka wa taala anasema katika suratul Qiyama, bal yuridu al-insanu liyafjura amama. Anachokitaka kafiri ni kukanusha hayo yanayokuja baada ya kiyama, na ndiyo maana yasalu ayyana yaumul qiyama, anauliza hichi kiyama kama ni kweli, lini basi hichi kiyama kitatokea? Yasalu ayyana yaumul qiyama, anauliza hivyo. Allah tabaraka wa taala katika aya nyingi amekielezea kiyama kuwa iqtarabati saa, amekielezea kiyama kuwa ata amrullahi fala tastaajiluhu, lakini pia akaelezea katika suratul inshiqaqi, katika surati mfatara, zote anaelezea idha samau mfatarat wa idha alkawakibu intatharat wa idha albiharu fujirat wa idha alquburu bu'thirat alimat nafsun ma ahdharat ma qaddamat wa akharat. Hapo ndipo mtu atakapojua kwamba kiyama kimefika, na atajua nini alikifanya kwa ajili ya kiyama chenyewe na nini ambacho hakukifanya, atajua siku hiyo. Kwa hivyo hili ni suala la istihizai kwa makafiri, na wakati mwingine kwa sasa limeambukizwa mpaka kwa waumini walio na imani dhaifu, kama kwamba miongoni mwao na wao hawaamini kiuhalisia kwamba kuna siku ya kiyama. Ndio Allah anasema wayastambiunaka, wanakutaka habari Muhammad. Ahaqun huwa, ichi kiyama ni haki?
hichi kiyama ni kweli? Qul, wajibu Muhammadi bila ya wasiwasi, na wewe mfuasi wa mtume Muhammad wajibu makafiri wanapouliza suala hili, washibishe imani wale walio na udhaifu wa imani juu ya jambo hili. Waambie bila ya wasiwasi wowote, ujio wa kiyama ni suala la haki, bado tu haujafika muda wake. Ujio wa kiyama ni suala la uhakika, ni bado tu kuwa muda wake haujafika. Na kiyama kwa kuwa kimezungumzwa ndani ya Qur'ani katika aya ya pili katika sura ya pili, Allah anatuambia dhalikal kitabu la raiba fihi, kitabu hiki kilioyaeleza, kilioyazungumza, kilioyatolea habari, haipaswi mmoja yoyote katika viumbe wa Allah kuwa na shaka juu ya ukweli wa hayo yaliyotajwa na Qur'ani. Na kwa maana hiyo kiyama ni miongoni mwa vitu vilivyotajwa na Qur'ani. Tuwe na uhakika kiyama kiko njiani, kiyama kinakuja. Kwa hivyo anaambiwa Nabii Muhammad, unaambiwa na wewe leo ambaye unapaswa kuifanya kazi ya Nabii Muhammad, qul, sema wakati wowote, mahala popote, siku yoyote, likija suala hili kutoka kwa makafiri, sema hiyo ina maana ya naam, kiyama ni haki, kiyama kinakuja, na watu watafufuliwa na watu watalipwa kwa mujibu wa yale walioyafanya katika dunia. Siku hiyo itakuwa ni siku ya malipo. Anasema hivyo subhanahu wa ta'ala, innahu la haqqun, hakika ya kiyama ni jambo la haki, ni jambo lililothibiti. La haqqun wama antum bimuujizina. Na Allah anasema pamoja na kejeli zenu, pamoja na istihizai zenu, kitakapofika kiyama nyinyi hamtaweza kushinda kwa kumkimbia Allah asiwatie mkononi. Na nyie kiyama kitawadiriki. Kama mtakufa kabla ya kiyama, maisha ya kaburini munayo, maisha ya barzakhi munayo, na muelewe siku ya kiyama mtafufuliwa kama wengine, na nyinyi ndio mtakao shangaa kwa kusema man ba'athana min marqadina, nani aliyotufufua na kutuamsha kutoka katika malalo yetu. Hadha ma wa'ada arrahmanu wa sadaqa almursalun. Hili litakalotokea, au wakati huo watasema hili lililotokea ni kweli yale waliokuwa wamesema mitume. Anasema subhana, namna watakavyosema hao makafiri itakapokuwa kiyama kimetokea. Wama antum bimuujizin, Allah anasema muwe na uhakika kwamba nyinyi hamtashinda, hamtashinda. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Hamtashinda, bali Mungu atawatia mkononi na Mungu atawalipa kwa mujibu ya yale mliokuwa mkiyafanya katika maisha ya dunia. Wama antum bimuujizin, ay lastum bimuujizin Allah. Muwe na uhakika
hamwezi kumkimbia Allah. Kama ingelikuwa nafasi hiyo ipo, angelikimbia Firauni. Kama ingelikuwa nafasi hiyo ipo, angelikimbia Karuni. Kama ingelikuwa nafasi hiyo ipo, angelikimbia Haman. Kama nafasi hiyo ingalikuwapo, Abu Jahali, Abu Lahabi na Abu Jahali wa zama zetu waliopo, na akina Abu Lahabi wa zama zetu waliopo, na mafarao wa zama zetu waliopo, wangeliweza kukimbia. Lakini wote wanafanya jeuri zao, wanafanya kibri chao, wanapinga wanayoyapinga, wakati mwingine huua mpaka wenzi wao. Lakini inafika siku na yeye anachukuliwa kiurahisi, anachukuliwa kiurahisi. Linatolewa tangazo, bwana mkubwa fulani amefariki. Watu wanashangaa, hata fulani kafa, lakini ndio kasha kwenda zake. Sawa? Kwa hivyo Mungu anawaambia makafiri, lastum bimu'jizina Allah biharbin, hamuna uwezo wa kumkimbia Mungu, au imtinai minal adhabi, pia hamna uwezo wa kujizuilia adhabu ya Mungu isiwafike. Bal antum fi qabdatihi wa sultanihi, bali nyinyi na jeuri zenu, anawaambia makafiri, muko katika kabdhi ya Mwenyezi Mungu, muko katika himaya ya Mwenyezi Mungu. Siku yoyote ile akitaka kumchukua yoyote, anamchukua kwa wakati wowote, kwa mahala popote, hata kama amezungukwa na jeshi lake, hata kama amezungukwa na walinzi wake, hata kama amezungukwa na mabausa wake, hata kama amezungukwa na madaktari bingwa. Mwisho madaktari bingwa wanaangaliana, wakisoma makompyuta yao, wanaona hayasomi tena, maji hayataki kwenda, hata ukiyapampo kwa mashine hayaingii tena katika mwili. Dawa ukimtia mdomoni, hata ukiisukuma inarudi huku huku ilikotoka, kwamba huu sio wakati wake tena. Kwa hivyo, wama antum bimu'jizina, jitambueni hamna uwezo wa kumshinda Allah. Bal antum fi qabdatihi wa sultanihi, mujielewe nyinyi muko katika kabdhi ya Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, na muko katika utawala wa Allah, muko katika ufalme wa Allah. Kama nyinyi duniani munavoweza kumtafuta mtu yoyote aliyowakera kwa thamani yoyote, kwa nguvu yoyote, mkenda kumchokonoa alipo, basi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio kabisa. Yeye wala hapati tabu ya kukutafuta, kwa sababu unapokwenda yupo. Tunakwenda pamoja, walau anna likulli nafsin, Allah anasema hali itakavyokuwa ngumu siku ya Kiyama, siku ambayo hakuna rushwa, siku ambayo hakuna upendeleo, siku ambayo hakuna huyu mtoto wa fulani, siku ambayo hakuna huyu alikuwa muheshimiwa wa taifa fulani, siku ambayo hakuna tajiri wa nchi fulani. Anasema Allah, walau anna likulli nafsin dhalama, lau ingelikuwa inamiliki kila nafsi iliyoondoka katika dunia, ikawa inamiliki ma fil ardi, vyote vilivyomo katika dunia, kuanzia dunia yenyewe, hata watu, hata mali zilizomo katika dunia, zikawa zinamilikiwa na mtu huyo, lakini ameondoka duniani,
nafsi yake dhalima, imekufuru, imefanya madhambi, imefanya maasi, inaondoka katika dunia katika hali kama hiyo. Sasa huyo mwenye nafsi hiyo kwa mali alizokuwa nazo, kulingana na adhabu ya siku hiyo, laftadat bihi, akaamua ya Rabbi, mali zangu zote ikiwemo dunia na vilivyomo, hata watoto wangu, hata wake zangu, hata ninacho kila kimiliki, laftadat bihi, ikaamua nafsi hiyo kujikomboa kwa mali hiyo. Allah tabaraka wa taala anasema falan yuqbala min ahadihim, hapata kubaliwa kwa mmoja wao ambaye nafsi yake ni dhalima, hapata kubaliwa mil'ul ardhi, ujazo wa ardhini, kutoka ardhini mpaka mbinguni, dhahaban, ikawa yeye dunia nzima ameijaza dhahabu. Usisukulie meli 4, labda usawa wa mtaa wa meli 4 ndio amemiliki dhahabu zimejaa mpaka mbinguni. Dunia, sio Tanzania, sio Afrika, sio Europe, sio Marekani, sio Austria, sio wapi, dunia nzima akawa anaimiliki yeye, na utajiri wake ukawa ni dhahabu, kajaza katika dunia. Kutokana na mazingira ya siku ya Kiyama, akamkabili Maula al-Mawali, Maula al-Bariya, akamwambia ya Rabbi, mali si kitu, utajiri si kitu, nataka niokoke na moto wako ya Rabbi, na kuruhusu chukua mali zangu zote ili mimi niokoke na adhabu ya hii siku ya Kiyama. Allah tabaraka wa taala anasema ma tukubila min ahadihim, hatokubaliwa mmoja wowote katika watu hawa walioondoka duniani zikiwa nafsi zao zimejaa dhulma. Tunafahamiana? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Sawa? Anasema subhanahu wa ta'ala, yauma idhin yawaddu almujrimuna au almujrimu law yaftadi min adhabi yaumi idhin bibanihi. Siku hiyo mtu atatamani yule mtoto aliyemuangaikia, hata ikafika watu kutafuta mitoto kwa njia ya haramu, kwenda kupandikiza sijui kufanyaje, akamtafuta mtoto huyo kwa gharama kubwa. Lakini siku ya Kiyama atakapoiona adhabu ya Allah, atatamani huyu mtoto amtoe fidia. Mkewe mpenzi aliyokuwa hasikii haoni, kagombana na baba yake kwa ajili ya mke huyo, kagombana na mama yake kwa ajili ya mke huyo, anagombana na jirani zake kwa mke huyo, namna anavyompenda. Lakini kutokana na adhabu ya siku hii, atatamani huyo mke amtoe fidia, aende huko motoni, ili nini? Yunjihi, aokoke yeye, jambo ambalo siku hiyo Mungu anatutangazia halipo. Sawa? Anatutangazia Mungu halipo.